Kwa majina naitwa Engineer Gerutu Bosinge, mimi ni mhadhiri msaidizi, lakini pia ni msimamizi wa karakana ambayo tunafunga magari kutumia gesi asilia. Kwanza niwakaribishe wananchi kwenye banda letu la Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT, ili waweze kujionea bunifu mbalimbali ambazo taasisi pamoja na wanafunzi na walimu wetu wakiwa wakifanya. Sabasaba ya mwaka huu taasisi imekuja na bunifu nyingi, na mojawapo ni kazi kubwa ambayo taasisi imekuwa ikiifanya ya kuhamasisha matumizi ya gesi asilia kwenye magari. Na ukiona hapa mbele yetu tuna gari ambayo mfano gari inayotumia gesi asilia. Hii gari ni gari ya kawaida, unaleta ili unayotumia nyumbani, unaleta tunakufungia mfumo wa kutumia gesi asilia. Gari hii ukifunga mtungi wa kilo 11 kwa mfano, hiyo gari mtungi uliofungwa una uwezo wa kutembea zaidi ya kilomita 200. Maana yake unatoka Dar es Salaam mpaka Morogoro kwa shilingi 17,000. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani inaokoa gharama kubwa ya matumizi ya mafuta. Badala ya kutumia shilingi 86,000 kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro, unatumia shilingi 17,000. Na hii imekuwa na uokoaji wa gharama kwa 60% mpaka 70%. Na Watanzania wengi tumeona wakipokea matumizi ya gesi asilia kwa sababu kwanza ni nishati ambayo inapatikana nyumbani kwetu. Ni nishati tunayoitumia kama Watanzania, inatoka Mtwara, inatumika kwenye sehemu zingine unazoziona Tanzania. Kuachana na kwenye magari, inatumika na sehemu za umeme, kuzalisha umeme na vitu vingine. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba itoshe kuambia Watanzania, itoshe kuambia watazamaji wote waliofika Sabasaba wafike, wajionee, wajifunze teknolojia hii inayowezesha gari kutumia gesi asilia, lakini walete magari yao tuwafungie gesi, waweze kuokoa gharama ya matumizi. Kama mnavyojua, gharama za mafuta zimekuwa zikipanda kila siku, lakini gesi yetu imekuwa na bei himilivu takribani miaka 16 sasa. Bei yake haijawahi kubadilika, ni shilingi 1,500 kwa kilo. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuambia Watanzania wasitumie gesi. Inatakiwa watumie gesi, waokoe gharama.